Je, nina hatia kumwambia mke wa kaka yangu kuwa sote hatuwezi kuwa na wazazi tajiri kama wake? Kaka yangu Nick amemuoa Lisa. Wao walikuwa kwa wazazi wangu Jumapili kwa chakula cha jioni, na Lisa alinikasirisha sana, jambo ambalo sio geni kwangu, na nikasema jambo katika hasira ambalo huenda likanifanya kuwa na hatia. Lisa ana wazazi walio tajiri. Walimlipia yeye na ndugu zake chuo kikuu asilimia. Walilipia nyumba ya Lisa na Nick. Walilipia harusi yao. Wanalipia harusi ya mtoto wao mwingine mwezi huu wa 8. Wanaweza kuyakimu hayo yote. Lisa amekuwa wazi sana, akijaribu, hata kama nikijaribu kumuelewa kuhusu hili. Hakuficha kuwa yeye ametoka kwa familia iliyo tajiri, na hakuwa na aibu kusema kuwa wazazi wake walimlipia yeye na ndugu zake chochote walichotaka. Lisa haelewi kuwa sisi sote hatuko sawa na hatukubahatika hivyo sote. Mimi nina miaka 19. Ni msichana wa miaka 19 ninayefanya kazi siku nzima na bado ninaishi kwa wazazi wangu. Hatungeweza kukimu karo ya chuo kikuu, na sikupata alama zilizoniwezesha kupata uhifadhi wa wahisani. Niling'ang'ana shuleni na kupata deni kubwa la chuo kikuu, wakati huenda pia nikaanguka. Ilionekana kuwa ni jambo ambalo sio sawa kwangu. Kwa hiyo nikaangalia hali ya kufanya kazi, na nikaomba kazi katika mipango kadhaa ya mafunzo karibu na nyumbani kwa wazazi wangu, ili niweze kujaribu na kufanya bora bila kukusanya madeni ya shule. Lisa alinidharau na sana kwa kuishi na wazazi wangu na pia kukosa kwenda chuo kikuu. Jumapili aliongea kuhusu ndugu zake wote walioenda chuo kikuu, jinsi watatu wao bado wako chuo kikuu, wanaishi huko na wanafanya vizuri pia, na jinsi watakavyoweza kununua nyumba watakapotoka tu chuo kikuu, jinsi yeye na kaka yangu pia waliweza kununua nyumba. Wazazi wangu walisema kwa upole kuwa sio kila mmoja anaweza kufanya hayo yote. Kisha akasema kuhusu mimi kuwa na miaka 9 na sifanyi chochote, siko chuo kikuu na bado ninaishi na wazazi wangu, jinsi ningefaa kujaribu zaidi. Wakati huo nilikasirika na nikamwambia kuwa sote hatuwezi kuwa na wazazi tajiri ambao wanaweza kuwalipia watoto wao chuo kikuu na harusi na nyumba. Nikamwambia wazazi wangu hawakuwa na pesa za kiwango hicho, na hata mimi pia sikuwa nazo. Kwa hiyo tulikuwa tunajaribu kadri ya uwezo wetu katika hali hii ya uchumi ambayo ni ngumu kwa kila mmoja. Lisa aliniambia kuwa mimi ni mvivu tu na ninatoa visababu, kisha akatoka nje. Niki alitoka na kumfuata, na alikuwa amenyamaza sana. Lisa alitumia simu yake kunitumia jumbe 30 siku 3 baadaye, akisisitiza kwamba niombe msamaha na kunidhalilisha na kuniambia kwamba ningefaa kufanya hivyo bila yeye kuniambia, kwa sababu nilijua ni yeye kwa sababu ya maandishi yake nimeyajua. Je, nina hatia?
Late Confidence alimwambia, huna hatia. Liza alikuwa hana haki ya kutoa maamuzi au kuzungumza au kutoa maoni yake kuhusu yale unayoyapitia na unayofanya katika maisha yako. Inaonekana kwamba mazungumzo yake sio kweli. Alisema kwamba wewe ni mvivu, lakini wewe tayari unafanya kazi siku nzima na ukitafuta nafasi za kuboresha maisha yako. Chuo kikuu sio kwa ajili ya kila mmoja. Na tena ulisema kuwa huenda ikakupelekea kuwa na madeni makubwa sana. Sio kawaida, sio jambo la kipekee kwa mtoto wa miaka 19 kuishi na wazazi wake katika uchumi wa aina hii. Inaonekana kwamba maono yake ni ya mtu ambaye amebahatika sana. Sio watu wengi wanaweza kununua nyumba ghafla tu wanapotoka chuo kikuu. Pengine hujaongeza chochote. Kulingana na maneno uliyosema, sioni kwamba una hatia yoyote. Na hakuna kitu unachofaa kuombea msamaha. Ulimwambia tu kuwa wewe au wazazi wako hamna pesa za kutosha kukupeleka chuo kikuu au kununua nyumba. Ni yeye ndiye aliyotoa matamshi yasiyofaa kuhusu wewe na kazi yako unayofanya. Ikiwa kuna yeyote wa kutoa msamaha au wa kuomba msamaha, basi ni Liza. Yule aliyekuwa mvivu zaidi ni Liza. Maana hakuna chochote alichofanya isipokuwa kupokea tu fedha za jamii yake. Ndicho pia alisema wewe una hatia. Uwe wifi yako anaishi katika ulimwengu wa ndoto. Wazazi wake huenda wakamnunulia mambo mengi, lakini hawakumfundisha tabia njema. Wewe unaenda kazini na unatumikia chochote ambacho utakachokuwa nao. Utashukuru ama utakuwa na mtazamo mzuri zaidi wa maisha wakati utakapokuwa na mali ambayo ni yako mwenyewe, na pia utakuwa huwahukumu wenzako kwa kukosa kuwa na chochote. Katika nyinyi wawili, mimi ningependa kuwa rafiki yako zaidi kuwa rafiki ya Liza. Ambisha alimwambia, samahani, una miaka 19, unafanya kazi siku nzima, unaangalia mipango ya mafunzo ili uendelee. Na sasa anakuambia kwamba wewe ni mvivu. Huyo wifi yako anaishi katika ulimwengu wake peke yake. Na kwa hakika una hatia. Proud Friendship akamwambia, mwandikie pia wewe nakala yako na umwambie kwamba umeshangaa kwamba alishindwa kuelewa kwamba yeye ndiye anafaa kukuomba wewe na wazazi wako msamaha, na jinsi umeshtushwa na kwamba unahitaji kumweleza kwamba alikudhalilisha, na ikiwa bado haelewi kwa nini anafaa kuombe msamaha, basi anastahili kukaa chini na achukue muda wake na afikirie. Je, unafikiria kwamba mwandishi ana hatia?